Of course mashabiki wamekuwa wakiliuliza sana hilo swali, na hata ukiangalia comment katika simulizi yetu ya mwisho kuifanya, wala comment bado watu wanaulizia sana kwamba vipi kimya sana, lakini ukimya sio sasa hivi tu. Ukimya ulikuwepo toka kwenye simulizi yetu ya kama simulizi 4 nyuma hivi, kwa sababu tulipata mtihani wa vifaa vyetu kuungua and tulitoa taarifa kwa mashabiki kwamba tumepata changamoto, vifaa vimeungua. Na kwanza tunashukuru sana, imekuwa ni jambo jema kuweza kupata fursa hii ya kuweza kuzungumza na mashabiki moja kwa moja. Kwanza tunashukuru sana kwa sababu baada ya kupata mtihani ule tulitoa taarifa kwa mashabiki na tukaomba support, na tuchukue nafasi hii kuweza kuwashukuru sana 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 mashabiki wetu kwa sababu walitoa support kadiri walivyojaliwa, na of course support yao imekuwa na mchango mkubwa sana kwetu. Tumeweza kupata vifaa, tumerejesha vifaa almost vyote ambavyo vilikuwa vimepata shoti. Kwa hiyo ukimya uliokuwepo ulikuwa umesababishwa na hivyo vifaa vyetu viliungua, na unajua mtu unapopata pigo kama hilo inakuchukua muda kidogo kuweza kurejesha vifaa vya quality ile ile ambayo ulikuwa nayo, na inakuwa imekurudisha nyuma. Kama unakuwa hujajipanga au sio mtu strong, unaweza ukajikuta huwezi kufanya chochote tena, lakini of course ilitutetemesha, lakini tulirudisha kwa washabiki wetu, na tunashukuru Mungu alitushika mkono. Leo tunaweza kuthubutu kusema kwamba vifaa vyote vimepatikana, na muda wowote kutoka sasa tutarudi kwa kishindo. Tutarudi kwa sababu mwanzo baada ya vitu kuungua, utaratibu ambao tulikuwa tunatumia studio ya mtu. Kwa tunaomba kwa studio ya mtu, mwanzo tulilipia, lakini tukaona kwa utaratibu wa kulipia tutafika hatua tutashindwa. Kwa baadaye tukawa tumeomba studio kwa mtu, kwa tumefanya simulizi kama 4-5 hivi, yani kuanzia simulizi ya Wafu Hai. So tulifanya Wafu Hai, kafanya agenda ndo tulimaliza nayo, ilikuwa Wafu Hai. Sikumbuki simulizi nyingine, lakini tulifanya simulizi kama 3-4 hivi. Wafu Hai, kuanzia Wafu Hai mpaka tulipokuja kukomea kwenye agenda. Hapo hizi simulizi zote tulifanya katika studio ambayo sio studio yetu. Yani Wafu Hai ile tulikodi, lakini baada ya Wafu Hai tukajaribu kuongea na wenzetu wakatukubalia, tukaweza kupata studio ambayo tuliomba, lakini utaratibu wake alikuwa ni kwa sababu cha kuomba tu. Kwa utaratibu wake alikuwa tunachukua muda mrefu kidogo kuweza kuandika, ndio maana mashabiki watakuwa waliona tofauti. Mwanzo mimi nilikuwa nafanya simulizi za dakika 15-20, lakini kwa sababu studio ilikuwa kuomba, kwa hiyo tunalazimika kufanya simulizi, unaandaa ndefu, ile ukifanya uweze umefanya mara moja umemaliza, na utaratibu ulikuwa sio wa kufanya kila siku kama ilivyokuwa mwanzo. Kwa hizo ndo changamoto ambazo tukutana nazo, lakini nashukuru Mungu vifaa tumepata, na muda wote kuanzia sasa mambo yote yatarudi sawa. Tunajaribu kukamilisha tu installations na nini. Nadhani wiki inayoanza hiyo tutaanza, na kutokana na baadhi ya mambo tutaanza utaratibu mpya ambao tutaelezana. Lakini kuhusiana swala la ukimya na kutokuwa na mtiririko mzuri wa utoaji wa simulizi kama ilivyokuwa mwanzo, maana yake swala la vifaa ndo lilikuwa changamoto kubwa, lakini tunashukuru Mungu kuhusiana swala la vifaa limeshapata ufumbuzi na kipekee sana sana. Tumie fursa hii kuweza kuwashukuru sana wale wote ambao walinishika mkono na kuonyesha support yao. Kiukweli kwangu imekuwa na maana kubwa sana, sababu kama una mashabiki ambao wanaweza wakawa na wewe katika nyakati zote, hii ina maana kubwa sana kwangu, na sina zaidi ya kuwalipa, zaidi ya kuwashukuru sana, lakini pia kuahidi kazi nzuri zaidi kwa muda wote ujao kadiri Mungu atakavyotujalia.
Yeah, of course hilo pia limekuwa ni swali ambalo linaulizwa sana na mashabiki, hata kwenye comment. Ukiwa unaangalia comment ya kazi zangu nyingi, mashabiki wanauliza sana, Mwamba tukuone, kwani upendi kuonekana, kwani upendi kujulikana? Uh, kila mwanadamu ana namna ambavyo yeye anapenda maisha yake yawe. Binafsi sipendelei sana kufahamika, yani sipendelei kujulikana. Kwa hiyo ndio maana unakuta sipendelei, identity yangu inakuwa haionekani, yani mtu aweze kanitambua kwa sura moja kwa moja kwamba kumbe Mwamba ndo huyu, yani kiasi kwamba naweza nikapishana mimi na shabiki yangu na wala asinijue. Na huwa naelezaga watu, ipo siku moja nilienda kutembelea ndugu kwenye moja kati ya vyuo vikuu hapa nchini. Wakati nimeenda kutembelea nilikuwa napanda ngazi kuelekea katika hostel. Wakati napanda ngazi nikakutana na watu wamekaa kwenye ngazi, wanatumia hii bluetooth speakers, hizi speakers, wanasikiliza simulizi. Na mimi nikapanda tu nikaomba samahani, naomba nikupita. Nikapanda nikapita vizuri, na hakuna aliyenitambua kwamba simulizi wanaosikiliza mimi ndo Mwamba mwenyewe. Kwa mimi kwa maisha yangu hicho ndio ninachokipenda. Yani napenda tufahamiane kupitia kazi, kwa sababu kazi ndio inaoniunga mimi na mashabiki wangu. Maisha yangu mimi mwenyewe yabaki kama maisha yangu mimi kama mimi, tufahamiane kwenye kazi ibaki hivyo. Na kuhusiana na hii mitiririko yote, yani kuanzia mwanzo wakati tunatoa clip. Unajua mwanzo wakati tunafanya zile simulizi za kutoa clip, ilikuwa inakuwa ni tunaangalia story ambayo inaendana na movie yoyote, alafu tunatumia footage za ile movie, alafu ndo tunatumia footage zile kwenye simulizi yetu. Sasa kwa siku hizi kidogo inakuwa changamoto sana. Kwanza majukumu ya kimaisha ya kawaida nje ya simulizi yameongezeka. Mimi ni mwajiriwa, kwa hiyo na majukumu yangu ya kikazi sehemu ambayo nimeajiriwa kwa mwajiri wangu, kwa unakuta muda kidogo unabana. Ule muda wa kwanza kukaa uangalie ni movie gani ambayo unaweza kutumia footage zake kwenye simulizi yako, kidogo inakuwa muda ni mwingi na muda huo haupatikani. Na ndio maana mwanzo baada ya kushindwa kule tukashift tukaenda kwenye, mimi mwenyewe nilikuwa nafanya video kwa muonekano kama huu ambao unaonekana, na record naongea na record simulizi yote. Lakini bado mchakato ukitoka pale upeleke kwenye editing na nini, mchakato ulikuwa unakuwa bado ni mkubwa. Ndio maana pia tukashift sasa tukaenda kwa katika mfumo ambao utakuwa ni mwepesi kulingana na nafasi ya muda wetu. Muda ninaopata inakuwa ni rahisi zaidi kufanya simulizi katika mfumo ambao tunaufanya sasa hivi, tofauti na mfumo ambao tulikuwa tunautumia mwanzo. Mfumo sasa hivi ni rahisi kwa sababu unarekodi sauti, unachukua thumbnail, unaweka, ukilaza, una export, una upload YouTube, inakuwa ni rahisi. Kwa hiyo ndio maana tulitoka katika mifumo yote ile na tumejikuta tunagota katika mfumo ambao sasa hivi tunautumia, na nadhani huo ndio mfumo ambao tutakuwa tunaenda nao, mfumo wa sauti na thumbnail ya picha ambayo inahusiana na simulizi husika. Of course hilo ni jambo ambalo baadhi ya mashabiki ambao walikuwa wakicomment inbox nilikuwa najaribu kuwaeleza. Unajua mimi ni mwandishi. Mimi na kazi zangu naandaa mwenyewe 100%. Natunga mwenyewe, na weka sauti mwenyewe, na edit mwenyewe, na export mwenyewe. Mwanzo nilikuwa na kijana ambaye tulisaidizana, lakini sasa watu unajua majukumu yanaenda, mtu anapata majukumu mengine, maisha yanaendelea. Kwa hiyo karibu 100% kazi zangu nafanya mwenyewe. Na mimi sifanyi simulizi tu, mimi pia nafanya uandishi wa tamthilia, filamu, tamthilia nyingi tu kuna mkono wangu nimeandika, na kuna filamu nyingi pia za ndani hapa na za nje nimeandika. Sasa wakati mwingine unaweza ukakuta nimeanza simulizi, nimeanza nao YouTube. Kwa wakati kabla simulizi haijafika mbali, mtu anakutafuta anakuambia bwana, hiyo simulizi nimeipenda, nataka kuinunua, labda nataka niifanyie production ya movie, nataka niifanyie production ya filamu, nataka niingize ika improvise series yangu,
nataka unajua story skeleton mtu anaweza akaichukua ndio kwanza umeanza tukakwambia bwana idea hii ya story naitaka niichukue nikaijumuishe kwenye series yangu, kwa hiyo naomba usiendelee nayo. Kwa hiyo mnazungumza biashara, mnamalizana, mtu anainunua, kwa akiinunua, na mara nyingi sisi waandishi especially watu kama sisi ambao hatupendi tufahamike zaidi kwa watu, hatupendi kujulikana, mara nyingi tukiuza kazi zetu tunauza katika utaratibu wa kuuza na copyright. Unamuuzia mpaka hakimiliki, yani mtu ananunua kila kitu. Kwa hiyo baada ya pale kazi inakuwa ikuhusu kwa chochote, kazi inakuwa ni ya yule alionunua kwa 100%. Na hata baadhi ya simulizi ambazo tulishawahi kuzifanya kabisa, ambazo zipo, simulizi ilikuwa umeifanya YouTube mwanzo mpaka mwisho, alafu anakuja mtu anainunua, akishainunua kwa vile amenunua na copyright, mnakubaliana na anakuambia bwana ishushe YouTube. Wapo mashabiki zangu wanaweza kuthibitisha hili. Kuna simulizi kadhaa zilikuwa zipo YouTube, lakini mtu alizitaka akazinunua. Mtu akishainunua mnafikia makubaliano, anainunua na copyright, basi mnakubaliana, anakuambia bwana ipige chini, itoe YouTube kuanzia sasa hivi, isiendelee kuwepo kwa sababu mimi nishainunua na ninakwenda kuifanyia matumizi yangu mengine. Simulizi kama Agent Kende ni simulizi ambayo ilikaa YouTube muda mrefu, lakini ilikuja ikanunuliwa, kwa hiyo nikalazimika kuishusha YouTube. Lakini kuna simulizi kama Rais Mstaafu. Nifanya simulizi ya Rais Mstaafu, nadhani ilikuwa ni ina season 2, season 1 na season 2. Na yenyewe saizi haipo YouTube ni kwa sababu ilinunuliwa. Kwa simulizi kama Siri Feki, na nadhani kuna simulizi nyingine pia jina limenitoka, ilienda kama episode 3-4 ikatoka. Kwa kuwa na simulizi pia inaitwa Mamtu ambayo yenyewe nilirusha TikTok tu kama episode 4 sijui. Ikasimama kwa sababu mtu alifika makubaliano tukauziana, na kwa sababu tunauza na hati miliki, kwa turuhusiwi tena kuendelea kuirusha au kuitoa sisi kama sisi, na kuwa si mali yetu tena, tumeshauza. Kwa kuhusiana na hizi simulizi ambazo unaweza kukuta imefanya sijui episode 1 au 2 tu alafu haikuwa na muendelezo tena, kinachokuwa kimetokea ni hivi. Unakuta simulizi imenunuliwa na imenunuliwa na haki miliki. Of course nimetangulia kueleza kwamba kutokana na majukumu yangu mengine nje ya maisha ya simulizi, mimi ni mwajiriwa na tekeleza majukumu kama mwajiriwa na lazimika kutimiza majukumu yangu kwa mwajiri wangu. Kwa wakati mwingine unakuta muda unabana sana, na ndio maana hata kabla ya vifaa kuharibika, wakati mwingine unaweza kukuta unatoa episode ya kwanza, ya pili, ya tatu, alafu unasimama, unaweza ukasimama kama wiki 2, alafu ndo ukarudi kuendelea na episode ya 4, ya 5, au kasimama. Yani kulikuwa na hali hizo zinatokea kwa wafuatiliaji wa simulizi zangu wanaelewa. Yani inaweza kutoka episode ya kwanza, ya pili, ya tatu, kukawa na ukimya hata wa mwezi. Kwa hiyo yote inatokana na kwamba wakati huo nalazimika kutimiza majukumu yangu kwa mwajiri wangu. Naweza nikawa sipo, yani niko nje na nyumbani, nimesafiri kikazi. Mazingira kama haya yanapelekea nashindwa kuendelea kufanya simulizi, kwa nalazimika kusimama alafu naendelea baadaye. Kwa hiyo kutokana na majukumu yangu na ubize, nimeona kuna haja ya kutafuta mfumo ambao unaweza kuwa ni mfumo mzuri zaidi, mashabiki wakapata simulizi bila kukwama au bila kuwa na mwingiliano kwamba simulizi imeanza alafu baadaye ikasimama, tukasimama kwa siku kadhaa au wiki kadhaa alafu karudi kaendelea. Wakati mwingine unakuta watu wana comment kwamba mpaka tulishasahau tulipoishia, vitu kama hivyo. Sasa kutokana na mimi kubanwa, na ili tusiwe na mazingira kama haya katika ufuatiliaji wa simulizi, kitu ambacho tumeamua kuweka utaratibu mpya kwamba sisi tutakuwa tuna upload simulizi mara 2 tu kwa wiki, lakini itakuwa katika utaratibu wa muda mrefu. Yani takriban simulizi inaweza ikachukua saa nzima episode 1. Kwa hiyo maana yake tutakuwa tunafanya kwa wiki, tunafanya simulizi moja ambayo itakuwa na episode 2. Kila episode ina angalau saa 1, saa nzima. Kwa maana hiyo itakuwa ni masaa 2 kwa simulizi moja.
na utaratibu wake utakuwa tunatoa Jumatatu na Jumatano. Siku mbili hizi kwa wiki ndio tutakuwa tunafanya simulizi. Jumatatu saa 3 usiku inatoka episode ya kwanza, alafu Jumatano saa 3 usiku inatoka episode ya pili, simulizi inakuwa imeisha. Kwa hiyo kila wiki itakuwa ni simulizi moja yenye episode 2. Jumatatu episode ya kwanza saa 3 usiku na Jumatano episode ya pili saa 3 usiku. Maanake kwa wiki inakuwa utaratibu ndio huo. Nadhani kwa utaratibu huu, kutokana na muda wangu, majukumu na mambo ambayo nilionayo, utaratibu huu tunaweza kwenda nao vizuri na mashabiki wakaenjoy, na mimi nikaweza kupata muda wa kuweza kuendelea kufanya ratiba zangu nyingine. Kwa hilo ndilo ambalo tutakwenda nalo kuanzia sasa hivi kuendelea. Kila Jumatatu saa 3 usiku na kila Jumatano saa 3 usiku, mara 2 kwa wiki. Na niwaambie tu mashabiki kwamba saa 3 za safari hii zitakuwa ni saa 3 usiku za kweli, tofauti na ilivyokuwa imezoeleka katika mwanzo. Kwa tukisema kesho saa 3 usiku, basi inaweza ikawa kesho kutwa au baada ya siku 3, lakini kuanzia sasa hivi saa 3 usiku itakuwa ni saa 3 usiku ya kweli. Jumatatu saa 3 usiku, Jumatano saa 3 usiku, mara 2 kwa wiki, lakini ni uhakika. Huo ndio ambao utakuwa utaratibu wetu kuanzia sasa hivi. Baada ya kusema hayo, mimi niwashukuru sana mashabiki kwa support. Najua tumekuwa nao miaka mingi, toka TikTok, toka YouTube, tunafungiwa, tunarudi. Niwashukuru sana katika kila changamoto, mashabiki wamekuwa na mimi, na niwashukuru sana, sina cha kuwalipa. Asanteni sana pamoja sana.